my identity. Sasa kuna watu kuna injili ambayo inaelekea sasa hivi kwao haijastirika, au utajua identity yao. Hata kwa sababu ya injili iliyostirika, watu wameshindwa kujua identity, utambulisho wao ni upi, au mimi ni nani katika Kristo. Bwana apewe sifa. Wewe ni nani katika, mimi ni nani katika Kristo? Kitabu cha Mathayo kinasema 22, many are called but few are chosen. Wengi walioitwa lakini wateule, walioitwa ni wengi, wateule. Yani leo nataka ufike kwenye level ya kuwa mteule. Watu wengi hapa umeitwa, wengi umeitwa, lakini wateule ni wachache. Praise God. Amen. My identity, the life of makeup. Kwa sababu ya injili kustirika, watu hawajui identity zao. Wanaishi maisha nini? Ya makeup. Sema maisha ya makeup. Look this person. Angalia mtu alivyokuwa na akili ya ajabu. Identity. Anasema hivi, mbona John anakunywa pombe anafanikiwa? Si ndio? Anakunywa pombe anafanikiwa. Mbona huyu jamaa kanisani haendi lakini anafanikiwa? Sasa naona anaamua kunywa pombe kama John kwa sababu anafanikiwa. Amen. Mbona mimi nimeokoka mambo yaendi, lakini jamaa hajaokoka mambo yanaenda? Kwa wengine wanataka uache kuokoka uwe kama yeye, mambo yaende. Yule aliyekuokoa wewe akakufanya uokoke, akamnyima yule kuokoka akanywa pombe, anajua kwa nini amemwacha awe pombe afanikiwe. Pengine ndio kifo chake kiko pale. Praise God. Hallelujah. Aliyekuokoa wewe kaja kanisani, mbona jamaa haombi? Mimi naomba masaa yote sifanikiwi. Aliyekufanya uombe wewe, haujui kwa nini amekufanya uombe. Nini kitatokea baada ya miaka 3, 4, 10 ijayo? Baba sifa. Ndiye aliyemfanya yule asiombe, anajua pengine ndio mauti yake ile. Baba sifa. My identity. Wewe fikiri Mungu ni mpumbavu akuchagua wewe kwenye ukoo wako uokoke, wengine waache, akufanye wache dhambi, wengine waache. He has the purpose with you. Kwa watu wengi hawana identity, wanaishi maisha nini? Ya makeup. Na hii swala ya makeup niliona Dodoma juzi. Baba sifa. Alikuja mama moja mweupe. Ngafikiri tumetembea na mzungu, jua lipowaka. Mwanangu, jua lipoanza kuwaka, kumbe mweusi bwana. Yaani nilianza kuona jua limepiga. Mama vipi? Anazurisha hapa turudi. Maisha nini? Philibert ni mweusi. Yaani mimi najua nini? Wewe ubero unataka niwe kuwa kama Elliot. Haiwezekani mpendwa. Kana sura yako hivyo ilivyo. Haiwezekani. Kwa hiyo matokeo yake watu naishi maisha nini? Ya makeup. Yaani ukikutana naye ni mweupe. Subiri jua liwake. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Mama yako subiri jua liwake. Subiri jua liwake. Utajua. Bwana pewe sifa. Yaani unaonekana mweupe sasa hivi. Ngoja joto liongezeka hapa, utatakuona. Maisha nini? Ya makeup. Maisha ya makeup. Amesema akiamka asubuhi mweusi. Hivi wewe ndio wewe ndio kuna juzi Vanessa. Maisha nini? So most of people wanaishi maisha nini? Ya makeup. Kwa sababu nimeona Liliani amevaa nguo fulani na wewe unatia kama yeye. Bwana pewe sifa. Maisha nini? Ya makeup. Huyo aliyekuokoa hivyo ulivyo anakusudi na wewe la ajabu. Unaweza kubadilisha chochote katika mazingira yoyote uliko naye pale, lakini kwa sababu hauna identity, ukitoka hapa kanisani, swali langu ni hili: balozi, gari unalo, si ndio? Nyumba unayo, uongo kweli? Nguo unavaa. Hata mlevi mchawi gari analo, nguo anayo, nyumba anayo. Tofauti yako wewe na mchawi ni ipi? Praise God. Biblia inasema atufanani nao washukao kuzimu. Bwana pewe sifa. Wakatuweka hapa, lazima watu wakuidentify kwamba huyu sio kama sisi. Yaani unapokaa kwenye mtaa, kila mtu anakuona kwamba mnafanana. Kazini mnafanana. Hapana. Must be a difference. Unapokaa kwenye jamii, hivi mnafanana? Kuwa na gari sio kama umeokoka sana, hapana, au biashara. No. Kuna waovu wanayo. Wana hela kuliko hata wewe. Bwana pewe sifa. But it must be something new. Lazima liwepo jambo litakao kutofautisha na wengine. Hata tofauti yako wewe na aliyesio kwa nini? Lazima watu watambue identity yako, wajue tofauti yako ni ipi. Je, kuweka hapa na Shabani na Amina na Mariam na John na Joyce na Anna, Grace na Anna, kuna tofauti? Are you saying must be a difference? Matokeo yake sasa hatujui huyu ni mlokole, huyu ajifanyaje, hajaokoka. Na matokeo sasa wenye dhambi kuwafuata walokole, walokole wanawafuata wenye dhambi. Ya unatamani maisha ya muovu kuliko wewe. Yeye unashangaa kijana ameokoka anatembea hivi. Anataka yani ameona muni hajachomeka amefanya hivi, na ameona jamaa ametoboa sikio na mwenyewe anatoboa mlokole. Anaweka hivi ni point. Identity. Tumeona jamaa fulani ameolewa na kahaba, amevaa sketi imeshia hapa. Anatoka hapa mnada wa kike, anamwangalia nani kahaba mmoja kwenye mtandao ambaye hajaokoka. Anasema huyu cha usiku huyu kapendeza. Bwana pewe sifa. Anakwenda kwa fundi ni shone mtindo kama cha usiku. Bwana pewe sifa. Anautia. Praise God. Tunashindwa kutofautisha huyu na mwenye Yesu na asio na nini na Yesu. Ukiwa kazini kwako atujui umeokoka au hujaokoka. Tofauti yangu ni ipi na mtu ambaye hajaokoka? Hear me. There are something. Yes. Kuna jambo linalotofautisha na wengine. Kinachoweza kutofautisha wewe na wengine, na kuambia sasa hivi. Kuna jambo linaloweza kutofautisha wewe na wengine.
Yes. Ilo jambo likikaa ndani yako sahi. Kuna walioitwa ni wengi, wateule ni wachache. Wote wameitwa, lakini kuna wateule. Mungu yupo kwa ajili ya wateule. Hawa wateule ukikutana nao ni tofauti na wengine. Amen. Hata yes. Petro alipokuwa anatembea, wanasema hata huyu alikuwa kama yeye. Hata kutembea atofanani, anatembea kama Yesu Kristo. Yes. Praise God. Amen. Kuna mahali wanaenda kutoa pepo, watoto wasikiwa, Bwana pewe sifa. Amen. Pepo likawauliza, Yesu tunamjua. Nani? Paulo tunamjua. Ninyi ni wakina nani? Biblia inasema likawarukia likawapiga. Unalogwa kwa sababu hawakutambui. They don't know you. Hawajui identity yako. Hawakufahamu. Baba pewe sifa. Yesu tunamjua. Paulo, Yesu hatuwezi kumgusa. Paulo hatuwezi. Wewe ni nani tusikuguse? Amen. Leo itatokea level ambao sukari, pressure, kansa, HIV, malaria, wachawi, wanga watasema, wewe tunakujua. Hatuwezi kuingia nyumbani kwako kwa sababu wewe na Paulo na Petro ni kitu kimoja. We cannot enter in your house. Yes. Leo imetokea tofauti. Mmepanga watu 10 kwenye nyumba moja. Tofauti yako wewe na wao ni ipi? Must be a difference. Na nitakupa difference. Aliyemfanya Danieli, Yusufu aingie gerezani, ndiye aliyewaacha wengine huru. Yes. Ndiye aliyefanya ndugu zake kwa huru. Yes. Baba pewe sifa. Amen. Ila Yusufu alikuwa na jambo ndani yake, my identity. Aliyekufanya uishi Tabata Kinyerezi, uishi Mbagala, Gongo la Mboto, Kimara, aliyekufanya uishi huko konakoishi, ndiye aliyemfanya mwingine aishi mahali. Unajua kwa nini? Alikupeka pale unakoishi. Sema ili katika mazingira yale akutofautisha na wengine, ajue wewe kama ni tofauti na wengine. Katika mazingira yale you can do something. Ukishakuwa na identity, haijalishi umeenda wapi. Bwana pewe sifa. Inawezekana amekuwa kwenye mazingira yale, ili kupitia hayo mazingira ubadilishe atmosphere yote. Inawezekana hakika ukuu wako sasa hivi uko pale pale Temeke, uko pale pale Mbagala, uko pale pale Kisarawe. Hapo ndio kuna utukufu wako kabisa kabisa. Saa ukitambua identity yako, unafika kwenye level wakiita familia nzima, wanasema huyu mtoto sio hapa, kwa sababu anayoyafanya familia haijawahi kufanya. Kwa ukiniambia mzimu wa babu yao unifunge, sio rahisi. Mizimu yao sio rahisi. It cannot be possible. Why? Because I have my own identity. Leo nakutangazia, hautakuwa maskini kama wao, hautaugua magonjwa kama ya kwao, hautakufa vifo vya kwao. Why? You have your own identity. Yes. Praise God. Amen. Unaona vitu vingine Mungu amekuachisha. Anajua kesho utakavyokuwa. Hayuseni. Anajua litatokea kesho. Inawezekana kuandaa. Usishangae kwa nini mimi nakaa huko mjini au kijijini. Amekupeleka kijijini, utambue una kazi maalum pale kijijini. Praise God. Amen. Inawezekana pale ndio kuna heshima yako, kuna utajiri wako. Usiishi pale kimazingira. Hear me. Nikutoa testimony. Nilipomaliza form 6 mimi, mtihani mmoja sikufanya. Form 6 mtihani mmoja taifa sikufanya. Then Mungu akanifundisha jambo la ajabu kwenye hiyo tukio. Siku ya mtihani wa taifa, mimi nilizaliwa kijijini kama mzee Mduma pale, Bwana pewe sifa. Kiswahili kilikuwa shida. Wameandika 8, mpendwa mimi nimejua nani ya saa 8, kumbe 8 ndio saa 2. Kwa hiyo mpendwa mimi nimeenda kwenye mtihani saa ngapi? Saa 6. Nasubiri mtihani saa ngapi? Kumbe 8 ndio saa 2 ya Kiingereza. Then nikakaa pale najisomea kuingia kwenye mtihani saa 8. Saa 7:30 nikasogea. Ama mwanafunzi hata huyu mmoja akanifuata. Kijana unafanya nini? Akasema kwenye mtihani. Mtihani upi? Akasema mtihani umefanyika asubuhi saa 2. Nisikia kuzimia na nimeokoka. Nikarudi nyumbani nalia kweli. Nikasema Bwana Yesu, umeniacha mimi. Nimezaliwa kwenye familia maskini. Nikaona kama maisha yangu yameishia. Nikarudi nyumbani, pia ndugu zangu kwa baba, mimi mtihani imekuwa hivyo. Ndugu yangu mmoja akasema jamani, ukifaulu hadi university nitakulipia yote. Kashaona huyu jamaa hamna kitu hapa. Bwana pesa. Unajua kuna mtu anakupa hope lakini anajua kwamba hii hamna nini. Mungu alipokuwa ajabu. Ni ishara sawa habari za nini? Za matokeo kwenda chuo. Kwa hiyo nawaza kwa sababu waliniambia nikiwa form 4 niwe polisi nikagoma. Niwe mwalimu nikagoma. Sasa form 6 imeharibika. Sasa nasema Mungu wangu, asiyesikia mkuu jikaguu. Bwana pesa. Ndugu yangu mmoja alikuwa anafanya kazi pale DIT, akanipiga, "Bwana, matokeo yametoka. Sasa naomba niangalizie." Then akasema, Bwana, umefaulu." Nisema kama vile amekutania. Mungu wa ajabu. Kuomba kwangu kule kwa miaka mingi ile, Mungu alijua hii kiumbe siku moja atasahau timetable. Ipo siku atajichanganya huyo bwana. Saa 2 ataita saa 8, saa 4, saa 2. Amen. Lakini kwa sababu ananiamini, nitamfaulisha. Wale kuna nasoma nao form 5 na 6, walikuwa watu wanalala, wanapenda maisha yao. Mimi karaba, kada, roga, mala, rekaba, palaga, zokaba, legala, helele. Wote tulifaulu. Peke yangu ndo nilichaguliwa kwenda kusoma finance and accounts. Wao wakawa walimu. My identity. Nilipokuwa pamoja nao,
walijua nafanyaje nasali. Wanajua wote kwamba jamaa alikuwa anaomba, anasali na Biblia yangu hivyo naibebea hapa Biblia. Nikienda shuleni Biblia iko hivyo. Riakaba kama kichaa kababa riabaka riababa kama kichaa. Hallelujah. That was my identity. Matokeo yametoka. Ndugu yangu yule niahidi akaniambia mimi sasa hivi sina hela, najenga. Habari za hela achana nao. Pambana na hali. Babangu mmoja mdogo, Mungu ambariki sana hapa alipo, anipa shilingi 50,000. Nahitajika hela 980,000. Akanipa elfu ngapi? 50,000. Nilikuwa nakaa Kinondoni. Akaniambia uje maili moja. Sema tanjiweni tuna kikao cha CCM. Uje nikupe hela. Mimi nafikiri maili moja ni pale. Na ule jamaa nenda maili moja. Akasema nyosha. Mpendwa, nilijikuta na mguu maili moja. Leo kafika pale, nikafikiri sasa ada imelipa. Akanipa 50,000 na nakumbuka elfu ngapi? Mpendwa, nina njaa. Unajua kutembea na nini? Nikasema Mungu, ngoja kwanza nitulize hali. Nikaenda kwenye mgawa, nikaa shilingi 10,000. Kabakia ngapi? 40. Then nikasema siwezi kurudi kwa mguu, nikapanda daladala. Nikafika pale Mwenge, baada pale Mwenge na kituo. Nikafika pale Mwenge, viatu vimekaa hivi. Nikachukua 30,000 nikanunua viatu. Bwana sifa. Imebakia elfu ngapi? Kwa sababu nimeona mahesabu. 980,000 inahitajika chuo. Bwana pewe sifa. Mimi mwenzenu ni 50,000. Nimeshaomba wewe Jumatatu yote, inahitajika Ijumaa. Mimi ni siku ya Alhamisi, sasa nifanyeje? Nikabakia 10,000. Bwana pesa. Mtihani nimekosea lakini Mungu amenifaulisha. Nimefaulu, sina ada. Baba hawezi kunipeta shilingi 100, hata 50. He was deep poor. Babangu alikuwa maskini sana, mamangu. Very poor. Now thank God. Hallelujah. Then siku hiyo Alhamisi usiku, dada mmoja sintomsahau, alikuwa na house girl. Amen. Usiku akasema kaka, habari salama. Ndio kaka wewe mpole na kupenda. Alipenda mimi. Alikuwa mweupe. Nikajisikia kama hasira fulani hivi, lakini hasira yenye Roho Mtakatifu. Hallelujah. Akaniambia nakupenda usiku. Akasema unajua wewe kila siku unaonekana ni kaka mpole mstaarabu na unasali. Nikasema kweli nasali. Na kwa niona kila saa mtaani mimi na Biblia, mimi na Yesu. Sina mambo mengi, Jumapili kanisani badani. Akasema najua nyumbani kwetu kuna wageni wamekuja. Amen. Ndugu zake dada yangu. Mimi nalala chini. Kwa hela yangu miaka 3 naiweka chini ya nini? Ya godoro. Najua wewe unampenda Mungu. Amen. Unampenda, naomba kupe hela unitunzie. Utanipa, unajua una account ya benki. Unitunzie kwenye account ya benki. Account ya benki sio inafanaje? Naamini utakuwa na account ya nini? Ya benki uniweke. Mungu ananisikia, ni shahidi. Nikasema nifika kama vile naota, labda mawazo. Usiku najua binti akakimbia akaleta mfuko mweusi. Nikasema shilingi ngapi? Atasema sijui. Nikasema sija nitahesabu. Kwa sababu ni mwaminifu. Bwana pewe sifa. Nikaenda ndani, sikuambia mtu. Nikaacha wamelala. Nikasema nikiwasha taa watakuja kukuangalia huyu jamaa mbona halali. Nikazima taa, nikawasha TV. Nilikuwa nalala sebuleni chini. Bwana pewe sifa. 100,000, 300,000, 400,000, 7, 8, 9, 85. Ndio mwanzo wa degree yangu mimi kusoma hapa. Watifu, ningeamua kuwa kama wao niliosoma nao na mimi katembea hivi. Yule binti asingeniona, aliniona because of my identity. Aliangalia kijana anampenda Yesu, anasali, anaomba, utambulisho. Hata nikimpa laki zangu 9 hivi hawezi kuniibia. Kuna watu wanashindwa kukusaidia kwa sababu ya identity yako. Kuna watu wanashindwa kukusaidia, unakosa miujiza kwa sababu ya identity. That's why waovu wanasaidia kwa wao. Ukifunga nusu makalio ukatembea hivi, watakusaidia wa namna hiyo. Lakini kuna watu wema, wanatafuta watu wema kuwasaidia bado hawajaona. Wataka ustaarabu, waaminifu kuwasaidia bado hawajaona. Umeokoka, ukipewa duka la mtu unakula lote. Pigia makofi kama huko. Identity. Uko hapa, unadaiwa, ukikopeshwa au urudishi. Baba pewe sifa. Na nimesikia watu wanadaiwa mpaka mtandao ya simu. Nivushe na songesha. Yaani uko hapa, songesha na kudai. Kuna mtu anasema, "Baba, nataka kutumia hela yako." "Baba, usinitumie na kutumia namba ya kutuma." Nikajiuliza, kwani sima kwenye namba ninayo? Akasema, "Baba, nadaiwa na songesha." Nikasema, "Kwa hiyo hujalipa, una adabu." Alikuwa kama laki moja kitu. Nikaituma yote pale. Kalipa madeni ya watu, acha ujambazi hapa. Praise God. Nikamtumia kule. "Baba, umekosea." Akasema, "Sitakosea. Wewe ni jambazi. Unaibia mpaka mitandao." Praise God. Ni kuenda hapa kanisani. Yaani Tigo na kukopesha unadaiwa, unalipa. Unabadilisha line, uje ufanye dhambi hiyo. Ukikopa lipa. Kama unaweza kuidhulumu Tigo, Voda, Songesha, sijui Nivushe, ukaidhulumu, utashinda kumdhulumu Yesu wewe uliyoko hapa. Kama Voda unayokujua na unaijua au imekopesha umekula hela yao au hutaki kulipa, Mungu utamfanyaje wewe uliyoko mahali hapa? Nikusikia unadaiwa na Songesha, sijui Songesha, sijui Nivushe. Lazima uwe nini? Tofauti. Kuna mtu anasema, "Baba, umenigusa mimi." Nasema nitaanza kuwakagua. Kuna mtu hapa amekaa hivi, "Baba, mimi deni zangu hizi
mbili zote zinadaiwa. Yaani kama unabadilisha laini, kuna watu hapa wameleta kanisa kwa sababu mtu alikuazima hela, amen, haujalipa, unaamua kukimbia kanisa. Mungu akushughulikia huko uliko kwa jina la Yesu. Na adabu. Lazima tu ukujue kwamba Lilian yuko hivi, yuko hivi. You must have your own identity. Maana unajachanganya, maana kule, hapana. Usiwe kanisa la Philadelphia. Anasema wewe huu baridi wala huu nitakutapika. Anasema yumkini ni tajiri lakini sio baridi, sio nitakutapika. Wewe ni vuguvugu. Praise God. Usiwe disparate kwa maendeleo ya mtu. Baba ya sifa ni yeye, kwa sababu ukiwa disparate na maendeleo yake utataka kufanya kama yeye. Kumbe Mungu ametaka uwe hivi ili akuinue zaidi ya zaidi na zaidi ya hapo. Praise God. You get my point? You get my point? Ilo mkono wako juu, sema Bwana Yesu, nahitaji kuwa tofauti. Nahitaji utambulisho wangu. Kila mtu anitambue. Sihitaji mtu kubadilika. Anijue. Akinitafasiri ni yule yule mchana, asubuhi, jioni, mtu yule yule. Mtu yule yule. Ilo mkono wako juu, sema Bwana Yesu, usiniache, usinipite, usiniache, usinipite. Siku ya leo nahitaji utambulisho. Nitambulike kwenye familia, kwenye jamii, kila mahali nitakapokwenda. Nitambulike kanisani, nitambulike identity.
Praise God. Amen. Muulize identity yako ni ipi? What makes us different is Jesus Christ. Kinachofanya tuwe tofauti ni Yesu ndani yetu. Unisikiza kunamalizia. Kinachofanya tuwe tofauti ni Yesu ndani yetu. Narudia tena. Kinachotufanya tuwe tofauti ni Yesu ndani yetu. Na Yesu haji kwako mpaka umejiandaa kuja kwake. Siko nimeeleweka tu. Yesu aje kwako, anakuja kwa jinsi umejiandaa aje. Praise God. You get my point? Amen. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nahitaji leo kuwa tofauti. Kuwa tofauti. Iya mimi. Walioitwa ni wengi. Wateule wachache. Nahitaji leo utoke kwenye kuitwa uwe mteule. Amen. Simama juu, sema Bwana Yesu. Natoka kwenye kuitwa. Na kuwa mteule. Rudia tena. Bwana Yesu, natoka kwenye kuitwa na kuwa mteule. Rudia tena. Bwana Yesu, natoka kwenye kuitwa na kuwa mteule. Rudia tena. Bwana Yesu, natoka kwenye kuitwa na kuwa mteule. Come again. Bwana Yesu, natoka kwenye kuitwa na kuwa mteule. Rudia tena. Bwana Yesu, natoka kwenye kuitwa na kuwa mteule. Rudia tena. Bwana Yesu, natoka kwenye kuitwa na kuwa mteule. Rudia tena. Bwana Yesu, natoka kwenye kuitwa na kuwa mteule. Come again. Bwana Yesu, natoka kwenye kuitwa na kuwa mteule. Amesema walioitwa ni wengi, wateule wachache. Na familia andiko hili. Amen. Walioitwa ni wengi, wateule wachache. Yani hapa wote tumeitwa. Lakini unaweza kushangaa wateule ni wawili. Hao ndio Yesu identify. Wana identity ya kuwa wateule. Yes. Wewe ni mteule au umeitwa? Are you called or chosen? Praise God. Maliza kitabu cha Second Chronicles, Mambo ya Nyakati wa Pili 16:9. Mambo ya Nyakati wa Pili. Yes. 16:9. 16. Ndio. 9. Maliza pale. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu. Inatosha. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote. Macho ya Mungu yanakimbia duniani mote. Ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Waliokamilika moyo kuelekea kwake. That is where their identity is. Hapa ndo wateule wako hapa. Mungu anazunguka anakimbia duniani. Macho yake yanakimbia. Kitabu cha Ezekiel 22:30 kinasema hivi: nikatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama mbele yangu na kujenga boma na kuziba mahali palipopomoka kwa ajili ya nchi, lakini sikupata mtu. Praise God. Mungu anatafuta mtu mmoja kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye jamii, atakayesimama mbele yake kujenga boma na kuziba mahali palipopomoka ili asije karibu nchi, lakini akuona. Kwa hiyo identity ya kwanza ya mtu ni kwamba Yesu akikupata kama mteule, uharibifu kwenye ukoo, kwenye nyumba, kwenye familia unaisha. Amen. Praise God. Amen. Anasema kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili yao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Waliokamilika moyo kuelekea, sio wenye moyo, hapana. Waliokamilika moyo kuelekea kwake.
Yaani Mungu anaangalia moyo uliokamilika. Yes. Kuelekea kwake. Akikuona wewe anakupiki. Praise God. Amen. Yaani moyo wako umekamilika kuelekea. Kuna moyo nusu, kuna moyo robo, kuna moyo kamili. Walioitwa wote wana moyo robo au nusu, lakini wateule wana mioyo 100. Namalizia. Fungua kitabu cha Biblia kinasema mpanzi nafikiri Mathayo 13 pale. Mpanzi alipanda mbegu zikaanguka kwenye miamba soma haraka pasa. Naomba watu wa media mtafutie. Mpanzi alienda kupanda mbegu zikaanguka wapi? Njiani. Nyingine kwenye miba, nyingine nyingine. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata Mathayo ngapi? Mathayo 13 mstari wa 3. Kwa hiyo nenda haraka. Mathayo 13 mstari wa 3. Akawaambia mambo mengi kwa mfano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ndio. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Hizo zikuonekana tena Zingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Ndio. Na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Hizo zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri. Sasa kuna zilizoanguka kwenye udongo nini? Mzuri. Kuna nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri. Wote hapa mmeanguka kwenye udongo mzuri. Swali, wewe umeitwa, umeteuliwa? Nyingine zikaanguka kwenye udongo nini? Mzuri. Sikia kwa makini hapa. Zikazaa moja 100. Moja ikazaa 100. Moja 60. Moja ngapi? 60. Nyingine? Moja 30. Inatosha. Sema 30. 60. 100. Rudia tena. 60 100. Rudia tena. 30 60 100. Hizi zote zilianguka wapi? Kwenye udongo mzuri. Kwenye udongo mzuri. Ukisoma kitabu cha Luka pale kwenye mfano huo hajataja 60 wala 30, ametaja 100 peke yake. Sema ndio maisha. Ukisoma kwa wakati wa kitabu cha Luka na Marko ametaja 100. Marko alibadilisha akaanza 100 60 30. Mathayo ameanza nini? Mathayo ameanza 100 100 60 30. Luka alianza 30 60 100. Amen. Lakini Marko, Luka ametaja 100 peke yake. Amen. Kwa hizi mbegu zote hazikuanguka kwenye kando ya njia, hapana. Baba pewe sifa. Amen. Wala hazijasonga na miiba. Zote zilianguka kwenye udongo mzuri. Lakini moja ikazaa 30. Nyingine 60. Nyingine 100. Ile tuma nyingine lakini taliongea kwa karibu. Bwana pewe sifa. Rudia tabu tumesoma pale Mambo ya Nyakati, anasema ili moyo moyo uliokamilika umwelekee yeye. Macho yanatembea soma pasta. Macho ya Mungu yanatembea huku na kule duniani akiwatafuta wenye moyo uliokamilika. Umwelekee nani? Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Anajionyesha Mungu mwenyewe ili Mungu ajionyeshe kwako, akutofautishe kama alivyokuwa Daudi, alivyokuwa Petro, Yohana, Paulo, Yusufu, Yesu Kristo. Anaangalia watu wenye moyo uliokamilika kumwelekea yeye. Watu wengi waliodondoka kwenye udongo mzuri, wao wengine ni 30, wengine ni 60,
Yesu aangalie 60 au 30, anaangalia 100 wenye moyo uliokamilika kumwelekea. Inawezekana wote hapa tumeanguka kwenye dongo mzuri ni Yesu. Swali, moyo wako umekamilika kumwelekea yeye ili ajionyeshe kwako? Bwana apewe sifa. Ili Mungu ajionyeshe kwako kwa miujiza, kwa maajabu, kwa ishara, kwa kila kitu, lazima moyo wako uwe 100% ya kumwelekea yeye. Praise God. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo moyo wangu ukamilike. Leo moyo wangu ukamilike. Kukuelekea wewe. Kukuelekea wewe. Baba, mvua imenyesha kabisa, sijaja ibadani. Utajua huyu ni 30. Bwana apewe sifa. Baba, wakati natoka gari yangu imepata pancha. Utajua huyu 30. Bwana apewe sifa. Kwamba pancha imemzuia kuja kwa nani? Kwa Yesu. Mvua imemzuia kuja kwa nani? Lakini wale ambao moyo wao umekamilika kumwelekea yeye, hawazuiliwi, hawazuiliki, hawatikisiki, untouchable, unstoppable, unwitchable, undeadable, unfound down. Amen. Praise God. Sema Bwana Yesu. Yesu. Leo uzunguke. Leo uzunguke. Unipate mimi. Sitakuwa katika 60. Sitakuwa kama wala 30. Bali nitakuwa 100. Bali nitakuwa. Wote tumedondoka kwenye udongo mzuri. Wewe ni 60, 30 au 100? Wewe nani? 100. Ngoja mvua inyeshe. Praise God. Wewe nani? Baba, nimekosa kodi. Yaani anakuwa desperate na kodi. Baba, sina kodi. Wanangu, kuna watu wamepita kwenye mapito magumu, lakini hauwezi kuwajua, bado wameshikia Yesu. Mioyo yao imekamilika. Mioyo yao imekamilika. Their heart is, my God. Ameachwa, ana chakula, maisha yameharibika, lakini yeye na Yesu, Yesu na yeye, yeye na Yesu, yeye na Yesu, Yesu na yeye. Moyo wake wanampiga vita, wanamtukana, wanamsumbua, wanamtocha, wanamwaibisha, wanamfedhesha. Yeye moyo wake umekamilika kumwelekea Yesu. I want to tell somebody. Punga mkono wako juu. Kabisa, Baba, mimi boyfriend ameniacha. Yesu, inawezekana aliyekuacha lilikuwa chini. Mungu amefanya alikuache ili maisha yako yawe bora. Punga mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, usiniache. Leo moyo wangu unakamilika. Moyo wangu unakamilika kukuelekea wewe. Haijalishi moyo wangu unakamilika. Mwanangu, kuna watu nimeona wanapita mapito ya ajabu, lakini hawajamwacha Yesu. Na Mungu amewainua, amewabadilisha, amewaponya, amewakomboa, amewapa furaha, amenua maisha yao. Wameachwa, wamepigwa, wamefedheshwa, wamefukuzwa, wamekosa kazi, wamekosa kila kitu, hawajamwacha Yesu. Like that man, stand up. Njoo. This boy, amazing. Nilikuwa mtolea mfano juzi, ndio ni hapa. Huyu bwana alikuja hapa, nikawa anasoma kifusa hapa. Mnakumbuka? Tunajenga hapa. Mnakumbuka? Amepigwa kila kitu, lakini hajamwacha Yesu. Kila kitu kimekuwa collapse. Wamemfanyia kila aina ya uharibifu. Juzi nimetembea kiwanda chake Dodoma kasa. Mwanangu amefunga mashine. Yesu. Yumkini amepigwa, ameonewa, alikuwa anasoma mawe hapa. Anakimbia, moyo wake umekamilika kumwelekea Bwana. Akuangalia mapito, akuangalia anaenda, ana fedha, amefedheshwa, moyo wake umekamilika. Amen. 100%. Amen. Leo nilikuwa na mzee Samia, tunaenda kuombea kiwanda chake. Mama Leta ana kiwanda. Ukiangalia yeye mashine unasema yes. Mwanangu, moyo wako umekamilika, utamwona Yesu kwa jinsi ya ajabu sana. Kafanikiwa. Punga mkono wako juu. Moyo wako mwanangu ukamilike kumwelekea Yesu. Hata wakupige, wakukatae, mwanangu,
waambie mimi sio 60 wala 30. Yes. Haya yanisumbui. Moyo wangu umekamilika. Anawatafuta watu ambao moyo wao umekamilika kumwelekea. Punga mkono wako juu, Bwana Yesu. Leo moyo wangu unakamilika. Moyo wangu unakamilika. Huu ndio utambulisho wangu. Popote utakapokuwa, niwe kwenye mabonde, kwenye maji mengi, kwenye msitu, kwenye kuachwa, kuachika, kutukanwa, kufedheshwa, kuaibishwa, na kutaja Yesu asubuhi, mchana, moyo wangu umekamilika. Moyo wangu umekamilika. Moyo wangu umekamilika. Moyo wa Philip umekamilika kumwelekea Yesu. Yes. Moyo wako kamilike. Amen. Mwanangu, moyo wako kamilike. Amen. Usimwache Yesu kwa sababu ya matatizo. Amen. Kwa sababu ya dhiki, Yes. ya fedhea, Amen. ya kuaibishwa, Amen. ya kusema vibaya, Amen. ya kutukanwa, Amen. ya kukimbiwa, Amen. ya kuaibishwa. Amen. Mwanangu, moyo wako leo ukamilike. Amen. Ino mkono wako juu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo moyo wangu unakamilika. Leo moyo wangu unakamilika. Unanitafuta mimi. Unanitafuta mimi. Unasubiri. Unasubiri. Moyo wangu ukamilike. Moyo wangu ukamilike. Kukuelekea wewe. Kukuelekea wewe. Unatembea tembea. 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 Kuwatafuta Kuwatafuta. watu wenye mioyo iliyokamilika kukuelekea wewe. Kukuelekea wewe. Unatembea tembea. Unatembea Kuwatafuta Kuwatafuta. watu Amen. wenye moyo uliokamilika kumwelekea Yesu. Okay. Sio uliokamilika kuelekea matatizo au dhiki au fedhea. Uliokamilika kumwelekea Yesu. Amen. Ilo mkono wako juu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Moyo wangu leo, Moyo wangu leo simama, unakamilika kuelekea wewe. kuelekea wewe. Stand up, moyo wangu. Huu ndio utambulisho wangu, Bwana Yesu. Katika mambo yote, Katika mambo hali zote, hali zote, maisha yote, moyo wangu, 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 moyo wangu. moyo wangu. Ni kweli nimepigwa, nimepigwa, sina chochote, sina chochote, lakini moyo wangu lakini moyo wangu umekamilika. 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 Yeah, mimi child of God. Hata kama wamekutesa, wamekufedhesha, wamekufukuza kazini, wamekufanyia kile na uharibifu, mali zako zimeisha, umefilisika, hauna chochote, leo moyo wako ukamilike kumwelekea yeye. Amen. Nasema moyo wako leo ukamilike kumwelekea yeye. Amen. Usiwe na wasiwasi hayo mambo mengine yaliyoharibika. Yes. Moyo wako leo ukamilike kumwelekea yeye. Amen. Utaona maajabu. Yeye anakutafuta saa hii. Yes. Anataka utoke kwenye level ya 30. Amen. Level ya 60 Amen. uingie 100. 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 Amen. Ile mkono wako juu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nafsi yangu Nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama yala atamanivyo maji ya mto. Bwana, nafsi yangu ya kutamani. Oh my God. Nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani, moyo wangu kamilike, Bwana roho Yesu. yangu yaona kiu kama yala atamanivyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu, roho yangu yaona kiu kama yala atamanivyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani,
nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Bwana, Baba, nafsi yangu ya kutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Sema Bwana Yesu, macho yako Mungu yanatembea huku na huku, ukitafuta watu wenye moyo uliokamilika, wakuelekee wewe. Bwana Yesu, inawezekana moyo wangu ulikuwa bado ni 30 au 60. Leo nataka moyo wangu wote ukuelekee wewe. Ili na wewe uje kwangu, unatafuta, unakimbia huku na huku duniani, macho yako yanakimbia huku na huku duniani, ya kutafuta watu wenye moyo uliokamilika, kukuelekea wewe. Inawezekana moyo wangu ulikuwa hujakamilika, na kutafuta kidogo kidogo, naishi maisha ya makeup, uliweka mzigo wa maombi kwangu, uliweka mzigo wa kusali kwangu, uliniokoa mimi, ili moyo wangu ukamilike, ukuelekee wewe. Sitoangalia maisha ya watu. Leo moyo wangu wote unakuelekea wewe. Hata kama ndugu zangu hawakutafuti wewe, mme wangu, mke wangu hakutafuti wewe, lakini mimi sio kama wao. Nimekubali kuwa tofauti. Wewe uliyeniokoa katikati yao, uliyenileta mahali hapa, ukanitoa kule kote, una sababu. Yes. Mwanangu ana sababu. Amen. Sikujua kama kuna binti atanisaidia nikaenda chuo mimi. Yes. Lakini maisha yangu niliyoyaishi, alikuwa na sababu, alijua kesho yangu. Yes. Hii nyuma ificha. Amen. Anajua. Yes. Kwa anakuambia funga, omba. Yes. Anajua kesho yako. Yes. Amen. Mwambie Baba, moyo wangu wote unakuelekea wewe. Moyo wangu wote unakuelekea. wewe. Mwanangu, kuna mtu ameandaliwa wa aina ya kwako. Mungu anataka moyo wako uwe full. Kuna watu wameandaliwa, siku inakuja. Ile kuna siku inakuja usioijua.
Enda kumwelekea Mungu sahihi. Amen. Mwambie baba yangu siangalia yote nayopitia. Baba siangalie. Acha niache yote. Acha niache yote. Nisiangalie tena. Nisiangalie tena. Moyo wangu uelekee kwako. Uelekee kwako. Moyo wangu wote ukuelekee wewe. Ukuelekee wewe. Anza kumwambia baba na yaacha yote. Ni kweli sina nyumba, sina gari, nadaiwa kodi, na asha ya mambo na moyo wangu nakuelekea wewe. Pray, 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 pastors pray. Baba kwa jina la Yesu. Baba naamua kuacha yote. Nakubali niache yote. Moyo wangu kuelekea wewe. Moyo wangu kuelekea wewe. Baba nitazame mchana wa leo. Moyo wangu wote unakuelekea wewe. Unakuelekea wewe Bwana. Unakuelekea wewe Bwana. Baba nitazame. Yesu nitazame katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nimeamua kuyaacha yote. Nimekubali kuyaacha yote. Moyo wangu kuelekea wewe. Moyo wangu kuelekea wewe. Moyo wangu kuelekea wewe Bwana. Moyo wangu wote ukuelekea wewe Bwana. Moyo wangu wote ukuelekea wewe Bwana. Moyo wangu wote ukuelekea Bwana. Rapakataraba rapakashakata. Moyo wangu wote ukuelekea wewe. Moyo wangu wote ukuelekea Bwana. Ukuelekea Bwana. Ukuelekea Bwana. Ukuelekea Bwana. Moyo wangu ukuelekea wewe. Ukuelekea wewe. Mungu wangu baba wangu. Rapashakata. Rapashakata. Nimekubali leo kuyaacha yote. Nimekubali leo kuyaacha vyote. Nimekubali leo kuacha kila kitu. Moyo wangu wote ukuelekea wewe. Ukuelekea wewe. Ukuelekea wewe. Ukuelekea wewe. Rapapapapa. Rapakataraba. Kwa moyo wangu wote nitakupenda Bwana. Kwa moyo wangu wote. Kwa moyo wangu wote. Kwa nguvu zangu zote. Kwa akili zangu zote. Nikuelekea wewe. Nikuelekea wewe. Nikuelekea wewe. Kwa roho yangu yote. Kwa moyo wangu wote. Kwa akili zangu zote. Kwa nguvu zangu zote. Nikuelekea wewe. Nikuelekea wewe. Baba nikuelekea. Nikuelekea wewe. Nikuelekea wewe. Nikuelekea wewe. Nikuelekea wewe. Rapapapapa. Baba nikuelekea. Nikuelekea wewe. Nikuelekea wewe. Nikuelekea wewe. Ninaamua mchana wa leo kuacha kila kitu. Kuacha kila kitu. Moyo wangu wote ukuelekea wewe kwa jina la Yesu. Amen. Ile mkono wako juu tumalize. Bwana Mungu naomba niwape siri ajabu sana. Hiyo ni identity. Ndio tofauti ya Philbert Maimuna. I have passed a lot. Nimeona vitu vingi duniani. Watu wamenifanyia vitu vingi, wafanya kila aina ya kitu. Amen. Kila mtu akitamani moyo wangu